Mheshimiwa Spika, pamoja na nafasi nyingine alizoshika katika utumishi wa umma, nizitaje hizi kwa uchache. Mheshimiwa Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba amewahi kushika nafasi mbalimbali katika baraza la mawaziri, zikiwemo nafasi ya naibu waziri wa fedha na mipango. Aliwahi pia kuwa waziri wa kilimo. Lakini pia aliwahi kuwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Lakini Mheshimiwa Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba aliwahi kuwa waziri wa katiba na sheria. Na Mheshimiwa Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba, wadhifa wake wa mwisho alikuwa waziri wa fedha. Kazi ambayo ameifanya kwa umahiri mkubwa. Aidha, Mheshimiwa Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba, tukiachana na nyadhifa hizo chache nilizozitaja, miongoni mwa nyadhifa alizowahi kushika ni mchumi mbobevu. Mwenye shahada ya uchumi, mwenye shahada ya uzamivu, yani Doctor of Philosophy katika masuala ya uchumi. Mtakubaliana na mimi kuwa kwa uzoefu na ubebevu huu wa kitaaluma, Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba ni mtu sahihi kwa nafasi hii ya waziri mkuu. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa wabunge watakubaliana nami kwamba Mheshimiwa Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba ni mtu mwenye busara nyingi, kama ilivyo kawaida kwa watu wa aina yake. Ni msikivu wa hali ya juu. Anapokumbana na tatizo lolote anashaurika na hupokea ushauri kwa mikono miwili. Lakini vile vile ana uwezo wa kuchambua na kupima hoja mbalimbali. Upeo wake mpana na uelewa wa mambo katika kufikia maamuzi umejidhihirisha katika utumishi wake wa umma. Mheshimiwa Spika, naziwasilisha sifa hizi kwenu ili sote kwa pamoja tumthibitishe Mheshimiwa Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba aweze kuyabeba majukumu yote yanayoendana na wadhifa wa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwani anaweza kuyahimili. Mheshimiwa Spika, baada ya kueleza hayo yote,
Sasa kwa heshima na taadhima, naliomba bunge lako tukufu lithibitishe uteuzi wa Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge wa jimbo la uchaguzi la Iramba Magharibi, uliofanywa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili awe waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kupitisha azimio la bunge. Azimio lenyewe ni kama ifuatavyo na nitalisoma. Azimio la bunge la kumthibitisha waziri mkuu chini ya ibara ya 51(2) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kanuni ya 33(2) ya kanuni za kudumu za Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kuwa ibara ya 51(1) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 inaeleza kwamba kutakuwa na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atakayeteuliwa na rais kwa kufuata masharti ya ibara hii, ambaye kabla ya kushika madaraka yake ataapa mbele ya rais. Na kwa kuwa tarehe 31 Oktoba 2025 Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ilimtangaza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa mshindi wa kiti cha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika uchaguzi uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2025. Na kwa kuwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliapishwa tarehe 3 Novemba 2025 na kushika madaraka ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na leo hii tarehe 13 Novemba 2025 ni siku ya 10 tangu rais aapishwe kushika madaraka ya urais. Hivyo muda huo ni ndani ya siku 14 zilizotakiwa na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa kuwa Chama cha Mapinduzi kimepata wabunge wengi zaidi kuliko wabunge wa vyama vingine vinavyowakilishwa bungeni, na hivyo rais anayo haki ya kumteua waziri mkuu kutoka miongoni mwa wabunge waliochaguliwa katika majimbo ya uchaguzi miongoni mwa wabunge wa Chama cha Mapinduzi. Na kwa kuwa Mheshimiwa Rais amekwisha mwarifu Mheshimiwa Spika kwamba amemteua Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge wa jimbo la uchaguzi la Iramba Magharibi kupitia Chama cha Mapinduzi kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Spika amekwisha wasilisha jina hilo katika bunge hili tukufu, na kwa kuwa ibara ya 51(2) inaeleza kwamba waziri mkuu aliyeteuliwa hatashika madaraka hayo mpaka kwanza uteuzi wake huo umethibitishwa na bunge kwa azimio lililoungwa mkono na kura za wabunge walio wengi. Kwa hiyo basi, kwa kuzingatia masharti ya ibara ya 51(2) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania linaazimia kama ifuatavyo: kwamba Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge wa kuchaguliwa kutoka jimbo la uchaguzi la Iramba Magharibi na ambaye ameteuliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano, amethibitishwa na bunge kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa kanuni ya 33(2) ya kanuni za kudumu za bunge za mwaka 2025. Mheshimiwa Spika, kwa heshima na taadhima,
naomba kutoa hoja. Hoja imetolewa na imeungwa mkono. Asanteni sana. Sasa kwa mujibu wa taratibu zetu, tunatoa nafasi ya wabunge wachache walikuwa